Karibu sana mtazamaji wa Rimoi Digital, na nilikuwa ni wakati sahihi sana na wakati bora sana kwako wewe ambaye ni mwana kandanda, mwana soka ambaye umekuwa ukitufuatilia, kwa sababu ni mengi ambayo nimekuwa nikikujuza kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia kuhusiana na issue za usajili, lakini pia tarehe 15 ndo dabi ya Kariakoo inatakiwa kupigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa, na nikakwambia update zote nitakuwa nikikusogezea kupitia ukurasa huu, lakini pia page hii hapa. Sasa kubwa zaidi ambalo nikimeona nikusogezee kwa wakati huu hapa ni kutokana na picha ambayo unaiona mbele yako, ambako amesimama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa huko Chamwino mkoani Dodoma. Lakini pia kwenye picha hii tunamwona akiwa na viongozi mbalimbali wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunamwona mwenyekiti ambaye ni wa wanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Murtaza Mangungu, lakini pia tunamwona mzee Hassan Dalali hapo akiwa katika picha hii pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Unaweza kujiuliza nini, kwani kunani nini ambacho kinaendelea kwenye sakata hili la dabi ya Kariakoo, ambako Simba tayari wamesema ya kwamba uwanja ambao unatumika ni uwanja wa Benjamin William Mkapa baada ya kupewa taarifa na mamlaka zenyewe za soka, kwa maana Wizara ya Michezo hapa nchini Tanzania, kwamba uwanja uko tayari na wanaweza wakaenda kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini baada ya hapo, lakini pia tukasikia kuhusiana na afisa habari wa bodi ya ligi, kwa maana ya ndugu yetu Karim Boimanda, akisema ya kwamba kuna taarifa nyeti ambazo zitatoka. Na katika picha hii ambayo tunaiona hapo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, si Simba tu, hata Yanga na wao wapo katika mkoa huo wa Dodoma, lakini pia katika ikulu ile ndogo ya Chamwino, ambako Simba baada ya kupiga picha hiyo wameonekana pia upande wa pili wa watani zao wa jadi Yanga wakiwa katika picha ya pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na katika picha hii tunamwona mdhamini wa klabu ya wananchi Gharib GSM, lakini pia tunamuona makamu mwenyekiti wa klabu hiyo ya Yanga akiwa katika picha hiyo. Na baada ya kuona picha hiyo, lakini pia akiwepo hapo CEO wa klabu ya wananchi Yanga, nini ambacho kimezungumzwa sisi hatufahamu. Yote hayo tutakuja kuyafahamu mbeleni, lakini baada tu ya dakika chache kuona picha hizi zikitembea katika mitandao ya kijamii, klabu hizi mbili zikiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, taarifa ambayo imetoka rasmi kwenye mamlaka zenyewe za soka, kwa maana ya bodi ya ligi kuu soka hapa nchini Tanzania bara, basi moja kwa moja na wao wametoa taarifa yao, ile taarifa nyeti rasmi wameshaitoa. Ni ipi hiyo taarifa hii? Napita nayo kama ambavyo wao wameweza kututolea taarifa hii. Na taarifa kwa juu hapa kama inavyoonekana kawaida ni Tanzania Premier League Board, na wakaandika pia anwani yao upande wa kulia, lakini taarifa kwa vyombo vya habari: bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imeusogeza mbele mchezo nambari 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba, ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa kuanzia saa 11 jioni. Bodi inawatakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea katika mchezo huo. Imetolewa na wamesisitiza tena idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Juni 13, 2025. Taarifa nyeti rasmi imetoka. Kilio cha wananchi ni kama kimesikika hivi, lakini pia kwa upande wa Simba nao hali itakuwaje mimi sifahamu. Zote nitaendelea kusogezea hapa mbele ya Rimoi Digital.